Sherehe za tamaduni ya jamii ya Wachangamwe zimefika tamati rasmi hii leo, huku jamii hiyo ikishinikiza kutambuliwa na kupewa fursa sawa katika serikali ya kaunti na serikali kuu. Akizungumza katika warsha hiyo, mbunge wa Changamwe Omar Mwinyi ameelezea kusikitishwa na hatua ya kutotambuliwa kwa jamii hiyo katika hafla iliyoandaliwa katika ikulu ya Nairobi hivi majuzi na Rais William Ruto kutambua jamii ndogo ndogo. Hii ikiwa ni sherehe ya tatu kutoka tuanze, na lengo waziri ni kwamba tunataka kila mmoja ajitambue na pia vile vile tuweze kutambuliwa. Hili taifa la Waswahili lipo lakini limesahauliwa. Sasa tukasema hata sisi wenyewe tumejisahau pia. Ndio tumesema tuanze mambo kama haya, tujikumbushe kwa sisi tuko, alafu tuwakumbushe watu wengine pia sisi pia tuko pia vile vile. Juzi nilikuwa State House juzi katika ile tamasha iliyoandaliwa na rais. Nikasikitika bwana waziri. Watu wote wakatajwa, wale indigenous, wale sijui marginalized, lakini sisi hatukutajwa. Na sisi tu indigenous, tena tuko marginalized, tena ni small community. So nataka kimpata rais mwambie Waswahili uliosahau na wamenituma ukumbuke kuwa wao pia vile vile wako. Wakati huo Mwinyi ametoa wito kwa wakazi wa Changamwe na Mombasa kwa ujumla kuunga mkono serikali ya Rais William Ruto ili kuweza kunufaika na serikali hiyo. Sisi vile umekuja hapa, wewe uko karibu na rais, sisi kama watu wa Changamwe tumezungumza na tumeweka vichwa vyetu chini, tukaangalia siasa vile tumepeleka katika miaka yote ambayo tumekuwa katika siasa. Tukasema this time round, pale baba ametuacha, tunataka kubaki hapo ili tuweze na sisi kuunga mkono serikali kutoka haijaundwa, ili ikiundwa sisi tuwe tuko ndani. Kauli hiyo imeungwa mkono na waziri wa michezo Salim Mvurya, akiwataka wananchi kuzipuuzilia mbali siasa za mgawanyiko na chuki. Mimi na Joho tunakaa kwa meza ya maamuzi. Kama jambo halijakuwa sawa, ili umuhimu ni kulijua. Tukishajua tunaketi kwa meza ya maamuzi, na hiyo meza ambayo tutaketi, mwenyekiti ni Rais William Samoei Ruto. Sasa mimi nashangaa kama tutajitoa kwa meza hiyo twende kubahatisha. Na mimi hata nauliza kwa kweli, hata wale ambao ni wapinzani, hata ukiwaangalia na matamshi, ukiwaangalia na historia zao, hakuna matumaini kwa mtu wa pwani. Kwa hivyo mimi naunga mkono sana yale ambayo mbunge amezungumza hapa. Tuunge mkono Mheshimiwa William Ruto sasa na hata 2027 tumuunge mkono. Gavana wa Mombasa Abdulswamad Sharif Nasri, ambaye pia ni naibu kiongozi wa chama cha ODM, amekariri kwamba mazungumzo rasmi ya uchaguzi wa mwaka wa 2026 yataanza mwishoni mwa mwezi Januari ili kuwezesha chama hicho kuwa na usemi katika siasa za humu nchini. ODM election 3 zimepita, hatukwenda kama chama peke yetu. Tuliingia katika chama as a coalition. Tulikuwa na CORD, tulikuwa na NASA, tukawa na Azimio. Si geni kwa nini ODM sasa hivi yaanze kuzungumza. Kwa hivyo mimi kama deputy party leader, msimamo wetu sisi kama chama cha ODM ni lazima hii Januari, saa hii leo tarehe 28, 29, 30, 31 tunaombea party leader pumzika siku 2. Ukimaliza ni lazima tuite Central Committee ya chama cha ODM, agenda iwe ni
kupeana ruhusa chama cha ODM kianze mazungumzo ya ubana na kuweza kuweka uwazi na wale ambao kwamba ni wa chama cha Rais Ruto UDA, tukubaliane. Kando na hayo, viongozi mbalimbali akiwemo mbunge wa Jomvu Badi Twalib wamehimiza shughuli hiyo ya kitamaduni kufanyika kila mwaka kwa ufadhili kutoka kwa serikali ya kaunti ya Mombasa. Gavana Abdulswamad Sharif Nassir, leo hii ni awamu yenu ya 3. Awamu 2 muling'ang'ana peke yenu, lakini katika awamu hii Mheshimiwa Gavana ameweka shughuli ya Wachangamwe katika annual calendar of event, ambayo kuanzia wakati huu na wakati mwingine wote, tuweko tusiweko, lakini County Government of Mombasa itasimamia shughuli ya Wachangamwe na itaendelea. Mpigeni makofi Mheshimiwa Gavana kwa hiyo kazi nzuri. Ali Vincent, Benvin TV.